Zaburi ya 143 mstari wa 3. Tumefika hapa, nilitamani tusome wote pamoja hii mstari kwa sababu ina nguvu ya ajabu. Zaburi ya 143 mstari wa 3 na kuendelea kidogo. Kama tumefika semeni amina, basi tusome kwa nguvu na kwa ujasiri. 1, 2, 3. Endelea. Endelea. Mstari wa 7. Maana adui ameifuatia nini? Nafsi. Hana shida na mwili wako, hana shida na kitu kingine. Nafsi adui anafuatia nini? Nafsi ya mtu. Halafu ameutupa chini uzima wangu. Adui ana uwezo wa kutupa chini uzima, baraka, mafanikio, heshima na uzima wa kimwili. Ana uwezo wa kutupa chini kupitia nafsi. Kwa hiyo kuna watu wanapita kwenye magonjwa, sio kwamba ni magonjwa kweli, ni nafsi zimekamatwa. Nimekwambia nafsi ya mtu ina mikono. Adui anaweza akaona mikono ya huyu mtu ina baraka, kwa hiyo hahangaiki na mkono huu unaoona, anahangaika na mkono katika nafsi. Amen. Kwa hiyo adui ameifuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, ameikalisha mahali penye giza. Wengi tuko mahali penye giza. Haleluya. Haijalishi unaniona na mama, haijalishi unachana nywele unapendeza, ndio hapo. Tunaweza tukachukulia mfano huu kwa sababu hapa tuko wengi wanawake. Unajikuta mdada ni mrembo, ni mzuri kweli, lakini mbele ya mume wake hana kibali, na mume wake akimwona anamkasirikia tu. Na huyo baba unamkuta kule nje anatembea na mwanamke ambaye, lakini huna ni uumbaji wa Mungu. Haleluya. Anapua kama la micheli, lakini nikwambia ndio amekufa, ameoza. Nyumbani
Pigie Yesu makofi ya sifa kidogo. Bwana asifiwe, asifiwe, asifiwe. Maana adui ameifuatia nafsi ya mtu. Kwa nini adui anaifuatia nafsi ya mtu? Kwa sababu ndio imebebeshwa zile ahadi za Mungu. Ngoja niseme mfano huu. Kuna mtu anazaliwa, Mungu amembebesha kitu cha kimungu ndani yake. Usifikiri kile kitu cha kimungu ndani yake kinawekwa kwenye mwili, kinawekwa ndani ya nafsi. Adui wanajua. Ukitaka kujua hilo, nenda kwa waulize mamajusi. Adui wanajua. Huyu dada ana ujauzito wa jana tu, wakipita namna hii wanaona ana mtoto. Mungu ameachilia mtoto. Huyu mtoto ni wa aina gani? Huyu mtoto tukimwacha atakuja kuwa hatari sana. Kwa hiyo tunafanyaje? Tangu tumboni mwa mama anakuja, tunacheka shoga, hakumaliza. Adui ameifuatia nafsi yako, ameutupa chini uzima wako. Kwa hiyo unajikuta katoto kanabadilishiwa maisha tangu tumboni. Nenda kamuulize mke wa Manoa, tumejifunza hapa. Mke wa Manoa anapata ujauzito, Mungu anamwambia utapata ujauzito lakini usinywe pombe, kwa sababu alijua pombe ni mlango, unaweza ukapitisha vya adui, ukaenda ukaharibu kile nilichokiweka mimi Mungu tangu tumboni mwa mama yake. Anamwambia huyo mtoto alikuwa mnadhiri wa Mungu tumboni mwa mama yake. Kama hilo hujalielewa, nenda kwa Yeremia. Yeremia anaitwa na Mungu, njoo nitumikie. Yeremia anasema mimi ni mtoto mdogo, sitaweza. Mungu anamwambia, sikia Yeremia, wewe si mtoto mdogo. Kabla hujatoka kwenye tumbo la mama yako, mimi ninakufahamu. Kwa nini? Nimeweka kitu cha kimungu ndani. Isipokuwa inawezekana adui aliwahi kuikamata nafsi ya mtoto akabadilisha yale matumizi. Kwa hiyo adui anaweza kuja kukamata hiyo sura tu, halafu anaenda nayo anaiketisha mahali penye giza. Wewe ukiamka asubuhi, macho uko wapi? Lipstick, vitu vya gharama unapaka, lakini ukitembea njiani hivi hakuna hata anayekuona. Yani wewe acha tu, yani nani anakuona? Adui amekamata nuru, ameiketisha gizani. Haleluya! Au unashangaa mmelala, ghafla unajikuta mmekaa mahali mnazungumza na waliokufa, halafu ukitoka pale, yani leo nimemwota shangazi yangu alishaka kufa, lakini ameniletea maua, ameniletea hela, ameniambia jambo zuri.
haiwezekani. Haleluya. Mtu analala anakwambia ninaota niko kule kijijini kwetu, naongea nakwambia sijui tuna sherehe. Wewe huko Dodoma vya kijijini vya nini? Tena unaota mara niko makaburini. Wewe tangu lini ukaishi makaburini? Nafsi ndio inayokamata. Mstari wa 4 unasema na roho yangu imezimia ndani yangu. Hebu sema na roho yangu imezimia ndani yangu. Sema tena na roho yangu imezimia ndani yangu. Rudia tena na roho yangu imezimia ndani yangu. Kwa sababu adui ameifuatia nafsi, ameikamata, ameiketisha gizani. Lazima roho iliyobebeshwa baraka inazimia. Sasa niambie, roho kama imezimia ndani, mafanikio tutayaona, mbaraka tutauona, kibali tutakiona. Nafsi ikikamatwa, moyo unakosa utulivu. Nafsi ikikamatwa, roho yangu inazimia. Roho iliyobebeshwa utawala, hata ukiwa nyumbani unajikuta hata kumwambia msichana wa kazi fagia uwezi, umekaa tu kama zezeta. Unafika mahali hata mwenyewe basi utawala binafsi unashindwa hata kufanya usafi chumbani. Unafika mahali hata nguo yako tu ya kuvaa huielewi. Unafika mahali hata watoto kuogesha ni kazi. Roho imezimia kwa sababu nafsi imekamata. Nafsi ikishakamatwa, kinachokuja kuumizwa ni kile kilichozibeba ahadi za Mungu. Na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu,